ambaye anaomba Mungu mpaka akabarikiwa, mpaka Hana. Unajua ndio Hana akabarikiwa ni kwa sababu mume wake alikuwa anatoa dhabihu kila mwaka kutolea jamii yake. Anatoa dhabihu. Mtu anasomea mstari wa 3. Mstari wa 3 unasema hivi: na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Haleluya! Kwa mwaka alikuwa anaabudu Mungu na kutolea Mungu dhabihu kwa Shilo. Hiyo ndio wewe sasa. Elikana kama angekuwa anafanya hivyo, hata mtoto Samueli bibi yake anaitwa nani? Penina na nani? Na Ana. Hana alipata mtoto ni kwa sababu alisimama na nyumba yake. Akasimama na nyumba yake kwa maombi, akiabudu nani? Mungu. Akiabudu Mungu kila mwaka na kupeleka sadaka na dhabihu. Hiyo ndio siri nyingine nataka kuambia. Kuna mambo unaomba inataka dhabihu ya kupeleka mbele za Mungu, kwamba hii dhabihu ni ya watoto wangu. Hii dhabihu natoa kwa sababu ya masomo ya watoto, ya afya ya watoto, wasienda hospitali, ya kulinda watoto. Hiyo ndio siri ya Mungu. Toa dhabihu ya kulinda watoto wako. Namba 2, ya kulinda wewe. Ya security yako. Kuna kitu kinakusimamia ukitoa dhabihu. Inasimamia nyumba yako, inasimamia safari zako na kazi zako zote. Ni dhabihu ambayo unatoa. Haleluya. Amen. Ili kulinde. Shata mkiendanga huko, ingawa hutaki kuongea, na mkiendanga huko kwa ule jamaa. Haleluya. Amen. Tupe Yesu sadaka nzuri kwanza. Haleluya. Amen. Sikuna kapeamo ka kitu ya kukinga. Sikuna kakinga. Na unapewa kwa sababu umepeana. Ndugu mmoja amesema hapa, saa ingine unaambiwa utoe pesa na hauna. Kwa sababu naye ile mapepo hawezi kukupatia hiyo kitu bila kutoa sadaka. Ile inakuanga tu sadaka na dhabihu. Si ni kweli? Sasa kwa Mungu naye anapenda dhabihu. Kumbuka Abel na Kaini wakapeleka dhabihu mbele za Mungu, lakini yule mwingine alitoa kwa njia mbaya, lakini Abeli akatoa kwa njia nzuri, ikapokelewa. Mungu akasikia maombi yake na akabarikiwa. Lakini Kaini akawa ameingiwa na shetani kwa mawazo yake. Haleluya. Amen. Na mchunge kwa mambo ya Mungu, isikuingie shetani, isikuingie kwa sadaka na fungu la kwako usitoe. Hiyo shetani anakudanganya. Kwa sababu usipotoa wewe ni baraka yako. Mungu sikia. Na ndio hapa inaitwa madhabahu. Unapopeleka vitu vyako, unaombea sadaka, fungu la 10 yako, unamwambia Mungu natoa hii fungu la 10. Mali imetoka ukaibariki. Na inakuwa unaweka kuanga, bado niko kuanga. Unaweka maneno yako kuanga kwa fungu lako la 10. Nimefanya kazi na Mungu ulisema nikitoa sehemu ya 10 ni yako. Nibariki. Na anakubariki. Ni imani ambayo hatuna. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukitoa tu inaenda. Lakini shetani kuingilia kama Kaini, akawa na wivu sana. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kuna mambo ambayo unaweza wekea mtoto wako, wewe mwenyewe ujiwekee protection yako. Unamwambia Mungu, hii nasimamia kitu fulani, hii nasimamia kitu fulani. Naleta kwa nyumba ya Mungu. Inasimamia hata ulinzi, kulindwa. Bwana wewe ulikuwa mzuri sana na ulisafiri. Hata wewe ulienda mbali.
Hata kutoka nyumbani mpaka sawa Senegal unaendana naye. Hata hiyo duve. Nenda duve ama duve. Duve. Sasa yeye mlitoka kwa bodaboda kwa kumwita mkaita nini? Duve. Katika Nairobi sasa. Mtanichanua. Sio ni kitu ambaye inaweza Teresa ikaanguka, si ndio? Hivyo ndivyo maji mtu amekubeba na vitu na gari yenye miguu mbili. Na Mungu wawili na nenda sengine hivi. Anaingia magari. Hapo wewe utashuka umpatie pesa yako. Shika tu hiyo mzima. Hapo ukakesha chini. Haya yote natakiwa ushukuru Mungu kwa ulinzi. Unaweka dhabihu ya ulinzi katika maisha yako. Hiyo ndio siri ya watu wa Mungu. Elkana aliweka hiyo kila mwaka akiabudu Mungu. Sasa mke wake huyu kwa maombi tu, kwa sababu ile dhabihu akapata. Haleluya. Mambo mengine ikiwa ngumu, weka dhabihu. Weka sadaka nyingi. Sema hii nimetoa kwa sababu ya hii. Nataka kuona Mungu ametenda hii. Unaongeza sadaka zako. Sasa hii nimesikia kiongozi ya ibada anasema ombea sadaka yako. Yaani kaona watu wako kaona mkaombea sadaka yako wewe. Ulikuwa unasema ulikuwa unataka usitoe, na nisema wakati unatoa sadaka, toa kwa sababu kuna kitu unahitaji. Haleluya. Amen. Na inalingana ni kitu gani? Kama ni kubwa, toa sadaka kubwa. Nakuru Kurusi nilikuwa na yule brother. Nikakuta shilingi 20 ni nini? Nikasemwaga kwa mimi. Shika hiyo, nikasema nani ametoa hii 20? Hakuna mtu anasema ni Mungu. Sisi nilisema brother, sisi nilimwaga sadaka kitu. Sasa mwingine akasema ya kwamba mimi natoa sadaka kwa sababu ya amani, nipate amani. Nikamwambia twende boka. Inaweza linda amani. Chini. Unaweza ajiri watchman, nipatie pepo. Kwa hiyo ukitaka ulinzi, leo unatoa sadaka ambayo inafanana na ulinzi na watchman ambaye ni Mungu anatuma malaika. Haleluya. Bodyguard. Ukitaka kupona, twende kwa haiwezi kununua dawa. Dada ule daktari nikikuja tunakwenda kwa kliniki yako. Utatosha 20. Yaani nimesema wewe wakati unataka kubarikiwa tu inategemea na vile wewe utapeleka Mungu. Vile unatoa. Ukitoa nyingi na ndio sasa mambo yako inakuwa kubwa kulingana na kubwa. Huwezi toa upone na shilingi 10. Hapana, kwa sababu hata chemist huwezi pata hiyo dawa ya shilingi 10. Kwa hiyo inategemea moyo wako vile unaenda na Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. So baada ya wewe kuweka kwa anga, weka kitu ambayo unasema hii nimepeleka kwa nyumba ya Mungu. Ni kwa sababu ninataka nitendewe kitu hiki na hiki na hiki katika hapa. Unaipata kwa jina la Yesu. Inafunguka, milango inafunguka tu. Mwingine anaweza weka kibanda yake hapa, mwingine hapa. Mwingine ananunuliwa, mwingine ananunuliwa. Na hii yako ni fresh, na hii yako hata ilikauka, ni jana. Imekauka. Lakini wanakuja kila mpaka anasema, huyo ameweka dawa. Mbona yangu ni fresh? Inategemea na anga hapa. Yale umeweka nini hapa? Ukitaka maisha mazuri weka hapa. Ukitaka mambo mazuri weka tu mambo yako mazuri hapa. Na utabarikiwa. Yaani kidogo tu kufanya unabarikiwa. Hata ukipanda maua tu maboma inakuwa mzuri sana. Mtu wa kubarikiwa kila kitu ambaye anafanya kitaonekana ni mzuri. Haleluya.
Mtu mbarikiwa hata afanye kitu gani anaonekana huyu hata atakuja kwako. Wewe nitamkie tu neno. Tamka vipi yako? Wewe tamka bali ni jina lako. Kwa sababu wewe ndio programu. Na mama yako ni msafi. Yaani wewe unitamkie tu, wewe ulikuwa unasema nini? Nilikuwa napitia tu kusalimia mama. Yaani anapenda kusikia maneno yake. Kwa sababu mtu mbarikiwa tu mbarikiwa. Na sasa hiyo wewe unaona hata mjienda mahali. Na kumbe kuna wale wenye wako hivi wanaona wewe ni mbarikiwa, wanataka kusikia maneno yako. Haleluya. Kwa sababu ukiwa na utukufu ya Mungu umeweka katika anga yako mama, unaweka mpaka inaonekana kwa uso wako. Ukitembea tu inaonekana kwa uso wako. Tembea tu unasema huyu mama nataka aniongeleshe. Huyu mzee nataka aniongeleshe. Wewe sema tu. Kila na wewe ujui ni kwa nini? Wewe unafikiria pengine amekosa. Hapana. Watu hata wanakuongea juu yako na ujui. Wewe unaenda tu lakini watu wanasema ile mama, ile mzee, ile kijana amebarikiwa. Yule watu wanatoa sifa zako kwa sababu ya utukufu ya Mungu ambaye yuko inatembea na wewe. Niliongea juu ya umbrella. Hiyo umbrella wanaiona na nasema huyu mama amebarikiwa. Huyu mzee amebarikiwa. Nataka tunapata mashauri kutoka kwake. Kila mmoja wanakuza. Mpaka watu wanakujua tu, hata wengine hawakujui, lakini watataka wewe, hata wanakuuliza, "Nenda kwenye hivi na hivi nikafaulu." Ni kwa sababu uso wako kuna utukufu ya Mungu tofauti ambayo wanaona. Unajua watu wanaona. Ama ujui wewe unajulikana. Wanaona vile mtu wa Mungu, nataka nini? Nataka hivi. Lakini wewe kama wewe ni mashetani hakuna mtu atakutaka. Sio mama mbaya. Tupe Yesu sadaka. Kuna mtu hata akikuja hapa sasa hivi. Sasa napenda Yesu, hata mjui lakini utaona huyu sikupenda hivi. Tujaona hivi kama hivi. Hapo unamwona tu lakini roho yako unasikia huyu mtu. Lakini kuna mtu atakuja usema hiyo mtu nataka. Ni sawa. Spirit. Mambo ya ulimwengu wa roho ndio inaongea, ulimwengu yake inasema nini? Hapa ulimwengu wa roho, Paulo alisema na nikapelekwa katika ulimwengu wa roho. Waje hii ya mwili hii kuna ingine ile wewe unaongea nayo. Sio unaongea na wewe mwenyewe. Sio unaongea na mwenyewe. Kama unaongea ndani yako unaongea. Fanya hii msifanye. Nifagie nyumba, wacha nitafagia zingine. Wacha niende kwa duka, nikanunue, alafu nitoka hapo, wewe mwenyewe tunajiongelesha. Wacha nilala, wacha nioshe watoto, wacha nifanye hivi. Ningeenda kazini kwanza. Unaongea mwenyewe, hiyo ndio ulimwengu wa roho. Ni kitu gani naongea ndani yako? Apita hii, usipite hii, pita hii. Ndio unakuta watu wengine kwa barabarani hawana simu lakini wanaongea. Kumbe ameongeza hivi ndani mpaka imekuja juu. Unakuta mtu anakuwa. Kuangalia na simu. Yaani imeruka. Mpaka inakuja juu. Ulimwengu wa roho. Ni kitu gani kinaongea katika ulimwengu wa roho yako mpaka watu wanaona wewe ni mtu ni sawa? Haleluya. Jina Bwana libarikiwe sana. Lazima ubarikiwe na uonekane wewe ni mtu wa Mungu. Tumekuja na huyu mtoto jana. Nikamwambia tununue mahindi tukitembea. Sasa watu wenye walikuja kutupatia mahindi, alisema pasta. Ndio mtoto akaniambia, huyo mtoto akaniambia, wale ni watu wangapi wanajua wewe ni pasta? Kamwambia sijui. Na kweli nikiingia kila mahali naambiwa mchungaji. Hata nikiingia mahali nataka kujificha nikiwa na kasagara kangu pengine. Na hiyo watu si tena kujua ni kwa sababu ya utukufu ya Mungu. Kwa unafikia watu
mahindi tu wanakuja wengi. Pasa nimenunulia na ni barabarani. Kiingia kwa hoteli ni namna hiyo, nikitembea mpaka hata kuna wazimu mwingine alinitambua. Kichaa. Ni kwa sababu ya spirit ya Mungu. Nikaenda mahali pengine driving license yangu ika-expire. Kaona wake niingie kwa cyber kwa sababu niko kwa safari. Kwa sababu sitaki kukosana na polisi. Polisi akinitisha atanipata na hatia. Unajua kazi ya uchungaji naye lazima ukae na sheria vizuri. Kwa sababu nisipokaa nitastakiwa na polisi, si ndio? Niingia kwa cyber. Kwa jimbani. Pia driving license yangu imeharibika, ime-expire, wakanitengenezea. Lakini wakaniambia, "Kwa nini wewe unakaa kama pasta?" Niambia kwa nini? Anasema hapana, bila unakaa. Sasa sijui kama inajiandikana hapo. Ni kwa sababu ya utukufu ya Mungu. Mtu wa Mungu lazima ujulikane. Kila mahali unaenda tu, ile mama ameokoka, hiyo mzee ameokoka. Bila tu unaenda. Hata kutembea kwa Petro walimtambua ni nani? Walikuwa na Yesu. Si ndivyo namna hiyo? Hata kutembea kwa Petro, vile Petro alitembea tu hivi. Kumbe hii maneno hii. Hata vile Yesu alikuwa na kanyanga, kumbe hata wakaanza kanyanga. Kutembea kama Yesu. Haleluya. Hata wakaongea, hata mama mmoja akasema, hata anaongea kama wao. Sisi maandiko inasema, wewe ulikuwa na wao. Sema hapana, sema hata kuongea halikuwa na wao. Hata kutembea. Tumbe Yesu sadaka. Unakuwa kama Yesu. Nyamaza hivi. Unakuwa kama Yesu. Unaongea, utukufu inaonekana kwa sababu ya anga. Kwa sababu ya wapi? Hapa. Katika ulimwengu wa roho. Ni kitu gani kinaongea kwako wakati wewe uko katika hali? Kila mmoja barikiwe sana. Wewe unaweka maneno yako katika anga na kuabudu Mungu kama Elkana na kutoa sadaka na dhabihu kwa ajili ya maisha yako. Kila mmoja barikiwe sana. Daudi anasema katika mahali pengine katika I think 92, ni jambo jema kumshukuru Mungu na kuliimbia jina lake kwa sababu ya matendo ambaye aliyetenda Mungu. Sina kweli? Katika hii mwaka leo tunataka kushukuru Mungu. Umwambie Mungu tu ni asante. Mungu anapenda kumwambia asante. Nimekuja tu kushukuru. Shukrani tu pekee yake. Na uombe utukufu ya Mungu. Nikae ndani yako. Haleluya. Na kukemea shetani. Maliza. Uwe mtu wa kukemea shetani kila siku. Sababu hiyo ni adui yako. Kemea shetani. Toka shetani. Toka kwa ugonjwa wako. Toka kwa biashara yako. Toka kwa jamii yako. Toka kwa roho yako. Umenisumbua. Usikose kukemea shetani. Haleluya. Amen. Na wakati umeomba, wakati roho wa Mungu iko kusema kumwambia toka tu anatoka. Haleluya. Sasa nataka hii mwaka tunaingia, nyinyi wote mtakuwa waombezi. Amen. Kila mtu ni mwombezi hapa. Amen. Kila mtu pepo ikikuja mnakemea. Haleluya. Amen. Sasa tutakuwa nakaa tunaangalia kile tunafanya. Unaanza kukemea, unaombea watu, unajiombea hapa. Hivyo. Kwa sababu Yesu yako pamoja nanyi. Amen. Si ati yako na mchungaji peke yake, hapana. Yuko na wewe. Roho Mtakatifu iko pamoja na wewe. Na usifanye vile mchungaji anafanya. Sio ufanye. Waanze kuombea watu, kiwekea mkono watu wanapona. Sio kweli? Imani na kukaa katika utukufu ya Mungu. Unaanza kuombea watu. Sio mtumishi. Nilikuita mtumishi ukaogopa, usiogope. Haleluya. Kuwa na nguvu kwamba mimi ni mtumishi, naweza ombea watu. Naweza imba, naweza kuhubiri, naweza omba. Nataka muwe watu kama hiyo. Nataka nyinyi muwe watumishi wa Mungu. Nyinyi wote. Kila mtu mwenye hapo hapa. Mwingine ni nabii na tabiri, mwingine ni mwalimu anafundisha, mwingine anahubiri hapa. Mnafanya mambo ya Mungu. Mnahubiri, mnakoma na kuhubiri mpaka mnalala tu.
wa kutabiri. Haleluya. Mnatabiri mambo ya Mungu. Ni kwa sababu ya kupenda Mungu. Inua mikono yako tu, na nataka kuwa mtumishi wa Mungu. Nasikia kuhubiri, nasikia kuombea watu. Haleluya. Pokeni tu hiyo kwa jina la Yesu. Pokeni tu kwa watumishi wa Mungu. Haleluya. Hiyo kazi ya Mungu tamani hiyo. Hata ukitembea siku moja unamwambia mama, wewe unatoka pasta. Sababu kuna kitu watu wanaanza kuona. Hata waliokujua wewe wakisema na umebadilika tu. Huyu mama huyu ni wa kwetu, lakini siku hizi kanaamini Mungu sana. Wewe mwini kameamini Mungu sana. Sasa sasa hiyo umempatia Mungu tu. Jina la Bwana barikiwe. Kwa hiyo muwe watu wa kuweka katika anga na kutoa sadaka yako. Nilikuwa naongea juu ya protection yako unaweka kwa imani kwa jina la Yesu. Natoa sadaka zangu kwa sababu ya hii. Ninatoa hii dhabihu. Unajua dhabihu na sadaka na fungu la 10 ni tofauti. Dhabihu ni mambo yako ya kusema nimetoa hii kwa sababu ya kitu fulani. Hiyo ni dhabihu. Katika Efeso 5 nasema kwamba Yesu akajitoa kuwa dhabihu na sadaka kwa ajili yetu. Haleluya. Akajitoa kuwa dhabihu na sadaka ili tuweze kuokolewa. Kama angejitoa kuwa dhabihu hatungeokolewa. Ndio harufu inafika kwa Mungu ndio ajibu maombi. Yaani dhabihu ni ya kujibu maombi. Takuja wapi? Dhabihu ni maana sana katika maisha ya Mungu. Unaweka dhabihu unasema sitaki watoto wangu waende kwa hospitali. Mambo ya madawa na kulazwa hospitali hakuna. Nimeweka dhabihu inafika kwa Mungu anajibu. Sitaki mimi niwe mgonjwa. Mambo ya ugonjwa hapana, nimeweka dhabihu juu yake. Hiyo. Sitaki kuwa ndio unakuta kuna mtu kuanzia Januari mpaka Disemba hawezi meza dawa. Niko watu hawezi kumeza dawa. Na wewe unameza kesho asubuhi saa 9 saa 7. Kwa nini? Hapana, usimeze dawa. Weka dhabihu, useme ya kwamba sitaki ugonjwa katika nyumba yako. Haleluya. Unajua ugonjwa ni kitu mbaya. Haleluya. Hakuna kitu mbaya kama ugonjwa. Kwa sababu wakati unasikia mwili ni mbaya, hata raha yako hakuna. Si nyinyi mwatembelea watu huko hospitali. Tunaona vile wanateseka. Hata anasema tutafunguliwa lini na daktari. Mwingine anaenda kuwa mzima lakini hatarudi. Kilazo kwa hiyo kitanda hatarudi. Sinakuanga namna hiyo. Mtu ameenda ni mgonjwa, akilazwa kwa hospitali hawezi rudi. Mwisho anapelekwa kwa fridge. Naitwa mocha. Na alikuwa mzima tu. Kufika huko kapata shetani kwa madaktari. Msifikiri hiyo hospitali mnalazwa iko spirit nzuri, iko spirit ya kifo. Hata wanawawekeanga masanduku kwa barabara mkienda. Siku moja nimesimama katika hospitali moja kubwa Mombasa. Kwenda hivi nikakuta jeneza zimepangwa. Sasa nikasema nikawaambia, sasa mkiweke hii kitu hapa na wewe ni mgonjwa, sasa kanaenda kakiona jeneza kanajua akakata rudi kataingia hapo. Spirit ya hospitali sio nzuri. Mahali mnalazwa watu wanaenda sio mzuri, ni spirit ya kifo. Ukitoka huko unashukuru Mungu kwamba nimechoka kwa hospitali, nashukuru Mungu. Usifikiri ugonjwa inakushika ndio wewe upone. Ugonjwa inakushika ndio ukufe. Mnanisikia? Hata homa, hata malaria ndio ufe. Sasa wakati unaenda kwa garage ya hospitali kwa sababu watu wanaenda kutengenezwa huko. Unaweza kutengenezwa au kutengenezeka kwisha. Si nzuri. Kemea hiyo kabisa, ugonjwa itoke kwa maisha yako, usiwahi kuwa mgonjwa. Sindio? Watu wako wasikuwe wagonjwa hata usitoe pesa kwenye watu.
Sio kama tuko pamoja. Nafundisha mtu ama akili yenu imeenda. Sio ama imeenda. Nataka muombe usiende hospitali. Haleluya. Amen. Unakaa bila unafanya kazi yako. Mwili yako iko sawa. Hata kichwa ikiuma kwa sababu umechoka, kichwa inauma, kanunua kapana dolako, kapenkila. Kamesa tu kanakuwa sawa. Unaendelea na kazi. Kioski inapatia penkila. Gani? Panadol ama gani? Kuna nyingine inaitwa mara moja. Ukikamesa kama mara moja yako, unafanya kazi yako. Wewe una bill katika hospitali. Hauna SHA. Wengi wamejiwekea SHA. Amen. Ni kwa sababu ya nini? Nikikuwa mgonjwa ama watu wakiwa wagonjwa wanatibiwa bure. Shindwe sana. Ndio nimekataa. Sio kweli bra. SHA unaweka huko ndio. Ukiwa mgonjwa tunaenda kupata madawa. Mimi siwezi. Sitaweza. Hata ile nyingine ile diet sijawahi. Shikaito. Kabisa la. Na unajua serikali akisikia kwamba nimehubiri kwamba zishike SHA watanistaki. Unajua hivyo? Waambia watu wasishike SHA hapana. Lakini mimi niko katika roho. Serikali wako kwa mwili, si ndio? Lakini niko katika ulimwengu wa roho. Kwa nini nijiwekee nikiwa mgonjwa nisaidike? Na usipokuwa mgonjwa hiyo pesa itakaa na nani? Tunakula wao. Salama. Kulikuwa na kitu inaitwa nini? Bima. Insurance ilikuwa inaitwa? Bima. Bima? Bima. Insurance ni bima. Anakuambia uweke nyumba yako itachomeka. Sasa itachomeka lini hii nyumba? Na umeweka pesa huko tu. Na kwa sababu umeweka katika ulimwengu wa kiroho itachomeka tu. Si ndio? Ama mtoto achomeka kwa sababu umeweka insurance ya moto. Mtoto ukaa kidogo uji na mchoma machai hapa. Sasa umeweka hapa. Naongea juu ya roho hapa. Umeweka bima ama insurance hiyo, si ndio? Ya moto. Moto itakuja tu. Isipoungua nyumba, wewe mwenyewe utaungua. Ama mtoto amwagiwe na chai, anaungua. Sababu katika ulimwengu wa roho inaongea kuna mtu atafanya nini? Atachomeka ama nyumba. Moto lazima ikuje kwa sababu umeweka hapa. Sijui kuna mtu anaelewa mahubiri haya. Wengine wanaweka accident. Unajiwekea accident badala uombe Mungu nisaidie ninaenda ni safari niongoze na kunirudisha. Unaenda kwenda kwa insurance. Tutagombwa tu. Gari itapata ajali na utaumia. Kwa sababu anga inaongea accident umeshaweka ile hasina pesa. Ile dhabihu sasa ile nilikuwa naongea. Umeshaweka kwa insurance. Ile sasa pesa inaongea accident. Inasoganga hivi accident. Mpaka ifanyike kwa sababu umeweka.